Serikali imesema uwekezaji wa shilingi bilioni 76 kwa ajili ya ujenzi wa gati jipya la meli za abiria, jengo la kuhudumia abiria na barabara ya kuingia na kutoka katika gati hilo pamoja na ukarabati mkubwa wa meli kongwe ya MV Liemba ni sehemu ya mkakati wa kufungua kiuchumi na kibiashara mkoa wa Kigoma. Akizungumza baada ya kutembelea na kukagua maendeleo ya miradi hiyo, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema kuboresha miundombinu ya kisasa ya usafiri wa majini kutaongeza ufanisi wa huduma za usafirishaji, kukuza biashara na kuinua kipato cha wananchi wa ukanda wa Ziwa Tanganyika. Kwenye bandari yetu hii ya Kigoma hakuna dedicated terminal kwa ajili ya meli za abiria. Kama mnavyoona meli ya MV Liemba iko pale, ambayo ile eneo vile vile inatumika kwa meli za mizigo. Sasa hapa tuna mradi mwingine ambao tunajenga terminal kwa ajili ya meli za abiria ambao zitafunga hapa sasa. Na pia hapa tunajenga jengo kwa ajili ya abiria wakati wanasubiri na wakati wa kuingia, wataweza kuingia hapa na watakuwa wako vizuri zaidi. Na pia eneo hili hapa tutajenga parkings kwa ajili ya abiria wanaoletwa na abiria, magari yanayokuja kusubiri kuchukua abiria. Kama mnavyoona barabara hii ni vumbi. Sasa tunaenda kujenga kwa kiwango cha lami, kwa sababu kama unafanya mambo ya ndani kwa mazuri, na hata ile barabara inayokuja huku iwe inaendana na viwango ambavyo vinakubalika. Kwa vile sisi kama serikali au kama wizara tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayofanya na kwa kutupa kipaumbele kwenye sekta ya uchukuzi. Na tunaomba tumhakikishie Mheshimiwa Rais na Watanzania wote kwa ujumla kwamba hatutowaangusha. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya huduma za meli Bwana Eric Hamis amesema ukarabati wa MV Liemba unaenda sambamba na maboresho ya bandari ya Kigoma, hatua ambayo itachagiza kumaliza changamoto ya usafiri katika mwambao wa Ziwa Tanganyika na kuwa chachu ya kurahisisha biashara na kuimarisha uchumi. Kitu ambacho serikali inakifanya katika bandari zetu na kitu inachokifanya katika meli zetu inamaliza sasa tatizo la usafiri na usafirishaji kwenye maziwa yetu. Na kwa Ziwa Tanganyika tunaona hii bandari inavyojengwa, tumeona bandari ya Karema ilivyojengwa, ni bandari za kisasa. Na meli tunajenga mpya za kisasa na tunakarabati hizi zilizopo ili ziwe za kisasa. Kwa upande wao, wabunge wa mkoa wa Kigoma wakiongozwa na Profesa Joyce Ndalichako pamoja na Naomi Mwaipopo wamesema Kigoma sasa sio mwisho wa reli bali ni mwanzo wa fursa mpya za kiuchumi, wakisisitiza umuhimu wa kuunganisha miundombinu ya bandari, reli na meli ili kuongeza tija. Miradi hiyo inatajwa kuwa mkombozi wa uchumi wa ukanda wa mwambao wa Ziwa Tanganyika, huku ikitarajiwa kufungua fursa mpya za ajira, biashara na uwekezaji. Kwa kweli Dr. Samia Suluhu Hassan ameangalia mkoa wa Kigoma kwa namna ya kipekee, kwa sababu sisi kila kitu, ndio maana tulikuwa tunaambiwa mwisho wa reli, sababu kila kitu tulikuwa tuko nyuma. Kwa kweli tunashukuru na tunaomba hii miradi ikamilike, kwa sababu watu wa Kigoma wamekuwa naisubiri sana. Tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa. Tutake nini kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwa kikubwa tunashukuru sana sana sana, lakini ujumbe wangu kwa wana Kigoma, hasa wanawake, kwa sababu mimi ni mbunge kupitia viti maalum wanawake, ni wahamasishe watumie fursa hizi vizuri, kwa sababu meli ikianza kazi ni mtaji kwa wana Kigoma.